Wapo watu ambao wakitoka wanarekebishika vizuri sana mpaka wanakuwa mfano kwa jamii, lakini bado kuna watu wakitoka. Umewahi kukutana na mtu ambaye ametoka chuo cha mafunzo kwa hapa Zanzibar, inafahamika hivyo, ama jela, lakini bado tabia ambazo alizokuwa akizifanya mitaani bado zilikuwa zinaendelea: ukorofi, kupiga, kuvamia na mambo mengine. Leo hii chuo cha mafunzo Zanzibar kimepatiwa suluhisho ya mambo hayo ambayo pengine yamekuwa yanatokea, kwa kuwapa elimu ya psychology wanafunzi ama wafungwa ambao wanatokea kwenye chuo hiki cha mafunzo, ili wanapotoka hapa wakawe watu wema, ili kuachana na matendo maovu ambayo kwa namna moja ama nyingine yaliwapelekea kwenda jela. Kamishna wa chuo cha mafunzo Zanzibar, Kanal Bakari Hamisi, anazungumzia namna ambavyo jeshi hili litakavyojipanga kuhakikisha kwamba wafungwa hao ama wanafunzi kupata mafunzo hayo ili wawe wema. Lakini pia kamishna anakiri uwepo wa baadhi wanafunzi ambao wanatoka hapa magerezani, lakini baadaye huwa wanaendelea na tabia hizo, tabia ambazo zinapelekea wanarudi tena katika chuo hiki cha mafunzo. Kwa sheria yetu sisi chuo cha mafunzo tunawajibika kudili na mwanafunzi kuanza siku ya mwanzo anayofika hapa baada ya kuhukumiwa, na tunaishia siku ile ya mwisho baada ya kumaliza muda wake. Baada ya hapo sheria yetu haijatuambia kwamba tudili naye huko nje. Kwa hiyo sasa tukisema tukiwasubiria watoke, tutakuwa hako kwenye miliki yetu tena, tutawakosa. Kwa hiyo tumesema sisi tuchukue kipindi hiki ambacho wanakaribia kutoka, ndio tuwape ushauri na sawa wa jinsi gani ya kwenda kuishi huko raia. Ndio maana tunatumia nafasi hiyo, kwa sababu ndio sheria imetupa nguvu ya kuweza kuishi nao. Siku ya mwisho mtu anamaliza muda wake, kuanzia pale sisi hatuna mamlaka tena ya kumzuia au kukaa naye, inakuwa ni hiari yake sasa. Kwa hiyo ili kumpata huyu mtu kabla ya kwenda huko, basi tumesema tutumie muda huu wa siku zake za mwisho kabisa kabla ya kutoka, basi ndio tumpe hii taaluma ili aweze kwenda akiwa na taaluma na ufahamu wa kuishi kwa amani na utulivu huko raiani. Tunapokea taarifa mbalimbali. Wapo watu ambao wakitoka wanarekebishika vizuri sana mpaka wanakuwa mfano kwa jamii, lakini bado kuna watu wakitoka wanarudia makosa. Kwa hiyo hii kurudia makosa, ingawa sio kwa asilimia kubwa, lakini bado yapo mambo yanatokea. Sasa tumesema lengo letu sisi tufikie katika hatua ya kuwa na tusiwe na mtu hata mmoja ambaye anatoka na kurudia makosa. Kwa hiyo si kwamba wote wanaotoka wanarudia, lakini wapo chache wanarudia. Sasa kuhakikisha kwamba haya hayarudiwi, tumesema tushirikiane na wenzetu hawa wataalamu ili kuhakikisha kwamba hakuna hata mmoja ambaye atarudia kwenye makosa ya ambayo alimleta ndani ya chuo cha mafunzo au kufanya mengine mapya ambayo yatamsababisha arudi tena kwenye chuo cha mafunzo. Suala la uhalifu linawezekana kwamba linachangiwa na changamoto za kisaikolojia kama tatizo la panic disorder. Mtu anapokuwa amepanic, anapandwa na hasira, damu inakuwa inatembea zaidi kwenye mikono, kwa hiyo anafanya maamuzi ya kuweza kumdhuru mtu na hatimaye baadaye anakuwa mhalifu. Kwa hiyo ikiwa sheria, chuo cha mafunzo inamtazama mhalifu kisheria, sisi watu wa saikolojia tunamtazama mhalifu kisaikolojia, au kama ni mtu mwenye changamoto za afya ya akili ambaye anahitaji msaada, na hilo ndilo ambalo limetuleta hapa kuja kusaidia katika hii taasisi. Kwa hiyo changamoto ya kutafsiriwa vibaya inapelekea wao kurudi tena kwenye makosa, kwa sababu msongo wa mawazo unawaona kufanya kwamba akajihisi kwamba maisha bora kule gerezani, mimi naishi kwa amani zaidi. Kwa hiyo changamoto ya kujirejea kwa makosa ipo, na tayari sio tu kwenye jamii, hata katika vyombo vya kisheria kama Baraza la Wawakilishi limeshaibuliwa baadhi ya maswali kwamba kwa nini wanafunzi wanamaliza chuo cha mafunzo wanarudi mtaani, lakini baada ya muda mfupi wanarudi tena gerezani. Kuna hatua gani zilizochukuliwa kupitia hii chuo cha mafunzo chenyewe? Kwa hiyo kutokana na hali hiyo, tumeona sisi kama wataalamu tunayo nafasi ya kuchangia hapo, kuja kutoa msaada wetu wa kitaalamu kuweza kuwasaidia hawa wanafunzi na kuweza kuisaidia jamii. Lengo ni kupunguza uhalifu.